Macho ya fursa yanafungwa na nini? Kwanza yanafungwa na complaints. Ukilalamika unatuma ujumbe kwa ubongo wako kwamba nimezidiwa na hakuna kitu ninachokifanya. Akili yako inaacha kukuonyesha fursa. Fursa inafungwa na jambo la pili, watu unaoambatana nao. Kama kila siku kijana unayekaa naye analalamika, analaumu, atalaumu serikali, atalaumu baba yake, atalaumu shule aliyosoma, atalaumu hali ya hewa. Malalamiko, negativity huwa inaambukizwa. Ndio maana uwezo ukakaa na wambea na wewe usiye mbea. Siku ya kwanza utasema mimi siongei, siku ya pili siongei, lakini siku ya tatu itabidi uchangie. Sasa ni kweli. Sasa ukikaa na mtu ambaye ni negative, ndio maana tunasema maisha yako miaka 25 kuanzia leo kwenda mbele, kijana yote, inatokana na mambo mawili makubwa. Kwanza ni maarifa unayoyapata, pili ni watu unaoambatana nao. Hivi ndio vitu vinaweza kubadilisha maisha ya kijana. Kwa hiyo kijana anaweza kubadilisha mtazamo wake pia kwa kubadilisha aina ya watu alionao. Na sasa hivi kwa sababu tunaishi kwenye mitandao, sio tu watu physically unaokaa nao, ni watu pia ambao unawafuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Unapoamka asubuhi, group zako za WhatsApp zinazungumza nini? Facebook, watu unaofuatilia kwenye account wanazungumza nini? Unaposikia maneno ambayo ni negative zaidi, na wewe anakufanya unadhoofika kwenye kupata fursa, lakini zinashusha ile nguvu yako ya kupambania maisha. Ndio maana ukikaa na watu wanaolalamika sana maisha magumu, na utajikuta kuna unachokifanya. Lakini katika mazingira yale kuna watu ambao wanapambana na wanaendelea na maisha. Kwa hiyo inawezekana kabisa kubadilisha. Na mtaji wa kwanza wa kijana wala sio fedha, wala sio fursa za kupewa. Mtaji wa kwanza wa kijana ni akili yake.